na imekuwa ni kona kick faida kwao Makabe City ambayo inaongoza kwa ushindi wa bao moja zidi ya Espoir ya pili. Espoir wanao umekuwa ni mpira mbaya, lakini bahati nzuri goalkeeper amewahi kuchomoka na kufika kwenye mpira kabla ya mchezaji wa ya pili Espoir. Goalkeeper wa Makabe akiwa ni Mwenebato, na aliyebahatika kufunga bao la kwanza ni mchezaji namba 11 mgongoni ambaye anafahamika kwa jina maarufu kama Kaluta, na kimeketa kuanzishwa. Mpira umekuwa mpira wa juju, mpira hujatulia. Faida kwao Espoir kutoka ya pili, lakini wachezaji wa Makabe City wanasema kwamba tupo makini, ni vigumu tu kutoboa hapa, wakiwa wanaongoza kwa ushindi wa bao moja, na ikiwa bado ni kipindi cha kwanza. Mabeki wako makini sana. Bora punda hafe mzigo ufike. Wamekiwasha Makabe Asira. Okito namba 10 anao. Okito tena. Wanao ya pili namba 16 akaucheza vibaya ambaye ni Papi, lakini tena bado wanao Makabe. Imekuwa ni shoot off target ambayo amekwenda kuipiga mchezaji Kipe namba 10 mgongoni kutoka Espoir ya pili. Mabeki wapo makini sana. Namba 4 ambaye ni Mr. Aroni anasema pa sijaja kutania. Umekuwa ni mpira hatari katika lango, lakini mabeki wa F ya pili Espoir wapo makini sana. Wanaomiliki hii ya pili Espoir. Umekuwa ni mpira hatari, lakini namba 5 wa Makabe anasema mimi sijajiriwa hapa kuja kucheza cheza. Beki anaga sifa ambaye ni Venus. Makabe wanaomiliki hii ya pili. Espoir refari kasema ya kwamba Mohamed kachezewa mazambi na mchezaji ambaye ni BMF kutoka kwenye timu ya Makabe City. Makabe wanao anajaribu kumtafuta 11, lakini bahati mbaya alikuwa yupo mbali sana. Espoir bado wanao. The captain anajaribu kuchenga. Umekuwa ni mpira hatari, lakini goalkeeper akasema kwamba nimeajiriwa kuja kulinda lango na ni vigumu kutoboa hapa. Bado Makabe City wakiwa wanaongoza kwa goli moja zidi ya ya pili Espoir. Kapteni wa Espoir anajitahidi kuchenga na kutafuta goli kwa hudi na uvumba ambaye ni Kipe. Amekuwa ni mchezaji ambaye anacheza vizuri, lakini umekuwa ni mpira wa kurushwa kwa faida ya ya pili Espoir. Wanaomiliki Makabe. Makabe anao Venus. Venus anacheza na Kaluta.
Bahati mbaya namba 15 mgongoni kutoka kwenye timu ya Espoir hii ya pili, ambaye ni Mr. Askila alikuwa tayari amefika. Espoir tena wanao namba 6 Jacques anajaribu kumtafuta captain, lakini alikuwa yupo mbaya kwa bahati mbaya. Bienfait nao umerudishwa kutoka kwa Jacques amecheza na namba 8 ambaye ni Ibrahim. Mpira wa kurusha kwa faida ya pili Espoir kuelekea kwenye lango la Makabe City. Wanajaribu kuforce kuangalia namna gani ya kugomboa bao. Umekuwa ni mpira mbaya, mpira hatari, lakini goalkeeper ameishi nao. Goalkeeper ambaye ni Mwene Bato namba 31 mgongoni, ambaye ndio the captain kwenye timu ya Makabe City. Kocha anawaambia kwamba mtu mzima afundishi kupanua, bali anapanua mwenyewe. Sami alijaribu kuforce, lakini bahati mbaya kashindwa nguvu. Umekuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya pili Espoir wanaoanzisha. Namba 2 mgongoni Kawanza amepewa Jacques. Mohamed anajaribu kupiga ndani, lakini umekuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya Makabe City kuelekea kwenye lango la Espoir ya pili. Makabe Espoir wanao salama mbele tu. Makabe namba 10 mgongoni akiwa anazidi kuwaburuza, ambaye ni Mr. Bienfait ajaribu kutafuta, na umekuwa ni mpira hatari, mpira wenye madhara makubwa, lakini bahati nzuri mabeki wapo makini sana, wameamua kuishi nao. Refa anasema kwamba simama twende. Mtoto hapa tumwi dukani, ujajiriwa kuja kulala. Captain anajaribu kuwachenga na kutafuta mchezaji wake. Beki anaga sifa namba 5 mgongoni kutoka kwenye timu ya Makabe City, ambaye ni Mr. Venus. Aliamua kutupa nje baada ya kuona mzigo umemlemea, akaamua kukataa sifa na kutafuta. Ameamua kukataa lawama na kukataa sifa pia, kwa kuwa beki anaga sifa. Imekuwa ni corner kick ambayo inakwenda kupigwa na namba 9 mgongoni kutoka kwenye timu ya Espoir, ambaye ni Mr. Idi. Ameanza na the captain namba 10 ambaye ni Kipe anatupa ndani. Umekuwa ni mpira hatari sana, mpira hatari katika lango, lakini mabeki wako makini. Kipe kacheza mazambi. Bahati mbaya Kipe yupo down na mchezaji wa Makabe City na yupo down. Venus alikutana na mguu ambao umefanya kazi vya kutosha, mguu wa mtu mzima, na umemweka down. Tunasubiri maamuzi ya referee aseme ya kwamba mchezo utapigwa kuelekea kwenye lango la Espoir au itakuwa ni penalty. Ukiangalia wachezaji ni watu ambao waga wakubaliani na matokeo. Wachezaji wa Espoir ya pili walikuwa wanajaribu kutetea kwamba ni penalty, lakini mwamuzi kasema ya kwamba ni goal kick. Okito wanao Makabe Asira
Goal! Wameukosa. Ulikuwa ni mpira ambao ulikuwa wazi wazi, lakini goli limejaribu kuwasaidia, maana golikipa tayari alikuwa tayari ameukosa, lakini ile ndio nasema shukrani goal. Ndio maana unaambiwa kila kitu ambacho kipo kwenye uwanja kina maana yake na kila kitu kina kazi yake. Nguzo zile zimewasaidia vya kutosha Espoir hii ya pili. Ilikuwa ni mpira ambao ulikuwa wazi na ilikuwa ni goal ambayo mashabiki ukiangalia walikuwa tayari wameingia katika uwanja ili kushabikia. Bado wanao Maccabi City. Mchezaji wa Maccabi City kachezewa madhambi na imekuwa ni free kick kuelekea kwenye lango la ya pili Espoir. Na labda nikukumbushe hii hapa ni Igwen TV, Igwen Media. Kama ndio itakuwa round ya kwanza kutembelea kwa platform yetu, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na comment ili kwanza kupata update zote kutoka hapa nyumbani. Baada ya Kaluta kuchezewa madhambi na referee, karuhusu mchezo kuanzishwa kuelekea kwenye lango la Espoir ya pili. Wameanza. Goalkeeper tayari alikuwa ameruka nao. Espoir wanaumiliki Maccabi City. Espoir wanao. Kwa bahati nzuri goalkeeper tayari anaishi nao. Maccabi City Espoir bado wanao. Maccabi Bienfait anaishi nao. Alikuwa anajaribu kutafuta namba 7 ambaye ni Samuel, lakini bahati mbaya mpira hujamfikia. Offside. Umekuwa ni mpira wa kurusha kuelekea kwenye lango la Espoir ya pili. Ya pili Espoir. Najaribu kumtafuta. Namba 9 umekuwa ni mpira hatari sana katika lango la Maccabi, lakini bahati nzuri mabeki wapo makini sana na kazi ambao wameifuata uwanjani. Captain namba 10 anajaribu kumvisha kanzu Mr. Okito, lakini Okito anamwambia kwamba ni vigumu hapa kunipata. Namba 10 ambaye ni captain Kipea alijaribu kutupa, lakini namba 12 ambaye ni Hussein amemwambia kwamba captain, nenda ndani katutafutie goli, mimi nitakurushia. Hussein kwenye harakati za kumtafuta Kipe, mpira ulikuja mdogo wanao, na umekuwa ni mpira mbaya. Umekuwa ni mpira mbaya, lakini mabeki wameishi nao na wameublock vizuri. Okito apepesi. Bienfait anao. Bienfait chenga nyingi sana kama Yamal. Anajaribu kutafuta Hussein, lakini mpira umekuwa ni mdogo, ila bado wanao. Kwenye chenga nyingi bana, akajikuta yupo down. Wanao Maccabi bado wanaumiliki. Imekuwa ni mpira hatari sana. Imekuwa ni shoot off target.
Shot off target ambayo goalkeeper aliishi nayo. Hii ya pili umekuwa ni mpira mzuri, akiucheza vizuri utakuwa ni mpira ambao utawasababisha madhara upande wa Maccabi City. Kwenye harakati za kumtafuta mwenzake, mabeki wa Maccabi City wapo makini sana vya kutosha. Bado wanao mpira wanaomiliki hii ya pili, na umekuwa ni mpira wa kurushwa kwa faida ya Maccabi City. Maccabi hii ya pili wanautuliza. Samuel anajaribu kutupia ndani. Edi amewaribu. Wanao hii ya pili imekuwa ni shoot on target ambayo goalkeeper ameishi nayo. Namba 31 ngongoni ambaye ni Mwene Batu ameamua kuanza na Okito. Okito amecheza namba 6 wake ambaye ni Yamaha. Kuna hadi watu ambao wanaitwa Yamaha. Captain ambaye ni kipena namba 10 ngongoni kutoka kwa timu ya pili Espoir. Wanajaribu kuwachenga na kuangalia namna gani ya kugomboa goli ambalo wamelambwa kwenye dakika za mwanzo kipindi cha kwanza. Mpira hatari sana, lakini bahati mbaya namba 7 upande wa ya pili Espoir alikuwa yuko mbali kidogo. Namba 15 mgongoni. Wanao hii ya pili kama mnajikontrol. Shoot imekuwa ni shoot off target, mpira ambao haujaleta madhara au faida yoyote upande wa ya pili Espoir. Huku nje makocha wakijaribu kufanya ya kwao ili kuboresha mchezo uzidi kuwa vizuri, lakini tukiangalia F ya pili Espoir kama wamejaribu kujikontrol na kujaribu kutuliza mpira kwa nafasi moja au nyingine, na imekuwa ni foul. Wamechezewa mazambi mchezaji wa Maccabi City, anakwenda kuanza Okito. Okito mtumiaji nzuri wa mkono wa mguu wa kushoto, miguu ya kina Yamal. Bado wanao hii ya pili anaocheza vizuri. Wanao hii ya pili namba 7 ambaye ni Justin, 15 mgongoni ambaye ni Kaskwila amecheza, na namba 9 ambaye ni Idi anao Idi na babi imekuwa ni shoot off target, na ilikuwa ni nafasi ya kipekee ya pili Espoir kupata goli la kugombolesha kuwa 1-1, lakini bahati mbaya imekuwa ni shoot off target, haijaenda on target. Mpira umeanzishwa na Maccabi City. Sami ambaye amevalia namba 17 mgongoni kwenye harakati za kumtafuta namba 7 ambaye ni Mr. Samuel, kajikuta ameukosa mpira. Bado wanao hii ya pili tena hii ya pili bado wanao, anacheza na beki haraka Sifa, anajaribu kumtafuta the captain ambaye ni Kipe, lakini mpira hujamfikia. Bado wanao
Kipe kapewa tena. Kipe lakini kachezewa Mazambi na umekuwa ni mpira kurushwa kwa faida ya ya pili Espoir kuelekea kwenye lango la Makabe City. Wameanzisha ya pili Espoir, lakini Mr. Okito anakuambia kwamba hapa ni vigumu kuona lango. Bado wanao ya pili Espoir. Ameutupa juu zaidi, utafikiria anatafuta embe. Kwa bahati mbaya kwenye uwanja wetu wa zoni ya 14 save hatudaga biti ya embe hapa, kwa tuseme hatuna miembe. Wanao mpira umekuja mfupi. Espoir namba 2 ambaye ni Mohamed anamchenga. Mohamed kacheza mpira mzuri lakini hajafikia malengo. Yaya amekuwa ni mzembe vya kutosha sana. Imekuwa ni mpira wa kurusha tena kwa faida ya Espoir kuelekea kwenye lango la Makabe City. Amechezewa Mazambi Mohamed ambaye namba 2 kutoka Espoir ya pili, na imekuwa nafasi ya pekee ambayo ni free kick kuelekea kwenye lango la Makabe City. Inakwenda kuchezwa na namba 15 ambaye ni Kaskul. Umeanzishwa na umekuwa ni mpira mbaya sana, mpira wenye madhara, lakini goalkeeper yuko makini ambaye ni captain namba 31 mgongoni Mwene Bato. Ila goalkeeper ameumia, anaomba msaada wa madaktari. Na ni bado kipindi cha kwanza, dakika 45 za kwanza, huku Makabe City wakiwa wameongoza kwa ushindi wa bao moja. Kwa tuseme Makabe wanachezea kwenye faida ya goli moja. Wanakuambia kwamba kuishi na pointi 3 za leo ni haki yao. Huku tukiwa na mchezaji hatari namba 17 mgongoni ambaye ni Sami. Kwa jina maarufu anaitwa Samuel. Mchezaji mwenye misuli mingi sana, mwenye mwili mkubwa kama nyumba. Akiwa anashikwa na namba 15 mgongoni kutoka kwenye timu ya Espoir ya pili ambaye ni Kaskil. Huku namba 5 mgongoni kutoka kwenye timu ya Makabe City ambaye ni Venus akijaribu kumwambia namba 2 wake kumwelekeza namna kumjongezea mipira kwa karibu zaidi. Ilikuwa ni offside, lakini bahati mbaya mshika kibendera pia referee hajabatika kuona. Na dakika 45 za kipindi cha kwanza ndio zimekwenda kukamilika, tukisubiria dakika 45 za kipindi cha pili. Makabe City akiwa ameongoza kwa ushindi wa bao moja kwa kipindi cha kwanza, huku ya pili Espoir wakiwa 0. Na naambia kwamba mshindi lazima apatikane kwenye siku ya leo. Kumbuka kwamba kwenye mechi ya jana J3 Sport walibatika kuchukua pointi zao 3 kwenye hatua ya mapena zidi ya Elo ya kwanza kwenye uwanja wa Elo ya 3 almaarufu kama uwanja wa Baba Juma, lakini siku ya leo tuko kwenye uwanja wa Save the Children zone ya 14, na ikiwa ni kipindi cha pili ambacho ni half time, kipindi cha kwenda kumtafuta mshindi. Referee ndo amekianza na mpira wanao Espoir ya pili. Espoir, lakini mabeki wanasema kwamba ni vigumu kupita hapa. Mazambi wanacheza Makabe City. Okito kauanzisha namba 15 mgongoni. Umekuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya Makabe City kuelekea kwenye lango la
Espoir ya pili. Na ikumbuka kwamba Maccabi City wanaongoza kwa bao moja ambalo lilifungwa na kosa ile refa. Refa akasema kwamba ni goal kick. Goalkeeper ambaye ni Yambeng Simba namba 30 mgongoni anaupanga ili kuanzisha. Namba 8 ambaye ni Ibrahim acheza namba 12 ambaye ni Hussein. Hussein kaucheza mbele kwa captain, lakini bahati mbaya hujamfikia. Umekuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya Espoir ya pili. Sabu inafanyika namba 2 mgongoni upande wa Maccabi City. Anatoka namba 22 mgongoni wa Maccabi City. Kumi na sita mgongoni ambaye ni Jack anakwenda kuitupia ndani. Wanao namba 2 10 anao, lakini namba 20 ambaye ni Hali amekuwa ni mtata sana, mtu wa chenga akina Yamal Kizazi jeuri. Espoir bado wanao Samuel wanao, umekuwa ni mpira hatari, lakini mabeki wanacheza vya kutosha, wapo makini sana. Wanakuambia kwamba tujatumwa kuja kucheza hapa, kuja kuonesha meno, lakini mguu ufanye ya kwake. Espoir wakiwa wanajaribu kutafuta nafasi za kugomboa goli ambalo wanadaiwa na Maccabi City. Imekuwa ni shoot on target, lakini goalkeeper akasema kwamba ni mpira mdogo ambao hauna madhara kwa upande wake, na ametumia fursa kwa kulala. Hiyo ni tupoteza muda. Mchezo wa Kiarabu wajanja wa Afrika Mashariki ni vigumu kuuelewa. Wameanzisha alikuwa kwenye harakati za kumtafuta Samuel, lakini mpira hujamfikia bahati mbaya. Sabu upande wa Espoir namba 13 mgongoni, mchezaji ambaye sijapata details zake. Na aliyetoka ni namba 7 mgongoni ambaye ni Justin. Wanao namba 7 Samuel kautupa ndani. Samuel kachezewa Mazambi. Alichezewa Mazambi ni Mohamed ambaye ni namba 2 mgongoni. Nafasi wanayo hii ya pili. Wana Mohamed kaona goli limehamishwa, lakini pia goalkeeper kamwambia kwamba sina muda kupoteza, mimi kuacha mpira uende out. Goalkeeper anajaribu kucheza. Mchezo wa Kiarabu unaambiwa kwamba ikigombolewa goli moja, muda wa kulala au utakuwa nao tena. Huku upande wa Espoir ya pili, mchezaji mwingine akiwa na Troti ambaye ni amevalia jezi namba 4, ambaye ni mchezaji mwenye umri mkubwa zaidi ya wote wanaocheza humo kati, akijiandaa ili kufanywa sabu. Tunaona kwenye kipindi cha pili bana, Espoir wamejaribu kubadilisha mfumo wa uchezaji wao. Goalkeeper kama kawaida yake amekwenda kusevu. Kaluta kijaribu kumtafuta Sami, lakini mpira umekuwa ni mfupi, hujamfikia.
huko Samia kichezeshwa danadana na mtoto mdogo. Okito namba 15 ambaye imekuwa ni beki mtata. Nafasi nyingine kwa Espoir. Captain ameutupa ndani, lakini imekuwa ni mpira ambao haijaleta faida tena kwa upande wa pili ambao ni Espoir. Huko Maccabi City wakijaribu kucheza kwa uzembe, wakijaribu kuchezea faida ya bao moja. Na ikumbuka kwamba leo ni lazima kupatikane mshindi atakayeruka na pointi zake 3. Ayopo atakayepita siku ya leo ndo atakutana na J ya 3 ambaye alimpiga Elo ya kwanza kwenye mikwaju ya penalty. Zekepte namba 10 ambaye ni kipe anacheza na namba 13. Wanao Binari anajaribu kutafuta mtu wake wa mbele, lakini mabeki wa Maccabi City wanakuambia kwamba tuko makini, tunajua tunachokuja kukitafuta ni pointi 3 za mchezo wa siku ya leo ili tuzidi kusonga mbele na kuwakilisha timu yetu, timu ya mabingwa. Mchezaji namba 11 upande wa Espoir ambaye ni Mr. Binari kachezewa Mazambi, na imekuwa ni free kick kuelekea kwenye goli la Maccabi City. Sabu nyingine upande wa Espoir hii ya pili. Anatoka namba 15 ambaye ni Kaskul, anaingia namba 4 mgongoni. Kachezewa Mazambi, lakini refari kasema kwamba hapa hamna muda wa kulala, simama na mchezo uendelee. Namba 11 upande wa Maccabi City ambaye ni Mr. Kaluta kaukuma mpira na imekuwa ni free kick kuelekea kwenye lango la Maccabi City. Faida kwao Espoir hii ya pili. Namba 16 ambaye ni Papia na kwenda kukiwasha, na umekuwa ni mpira hatari, lakini goalkeeper kaishinao ilikuwa ni shoot on target. Huku kwenye benchi la ufundi Furaha akiwa anajaribu kutroti ili kwenda kuweka nguvu kwenye kikosi ambacho kipo ndani, kikosi cha Maccabi City. Wanao namba 10 ambaye ni Bienfait akijaribu kuwaburuza majirani, amefikisha hadi kwenye box na imekuwa ni corner kick. Imekuwa ni corner kick. Kona kiki ya kwanza kwenye kipindi hiki cha pili, ni kona kiki ya kwanza timu ya Maccabi City kuipata. Oya baze, Mungu naishia hapa, mtatusumbua, Mungu naishia hapa. Ali, na Bienfait na yaya. Oya, Furaha. Oya, naishia hapa hivi mtatusumbua. Naishia hapa hivi mtatusumbua. Kona kiki hatari sana, lakini imegonga mwamba. Refa akasema kwamba imekuwa ni goal kick. Goalkeeper namba 30 mgongoni kutoka kwenye timu ya Espoir ya pili ya Mbenga Simba tayari kakiwasha, na namba 4 umekuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya
Maccabi City. Okito kacheza na namba 4. Wanao Okito the captain ambaye ni kipa akijaribu kuwaburuza kuwapeleka hadi kwenye box, lakini mbele ya mabeki wa Maccabi City wanakuambia kwamba ni vigumu kutoboa kupata nafasi ya kufunga goal. Mchezaji wa ya pili Espoir amechezewa mazambi na refa akasema kwamba umekuwa ni mpira wa kuanzishwa kuelekea kwenye lango la Maccabi City. Imekuwa ni free kick. Kona kiki ya kwanza upande wa Espoir ya pili na anakwenda kuipiga. Kona nzuri. Kachezewa mazambi mchezaji wa Espoir ya pili na imekuwa ni free kick nyingine kuelekea kwenye lango la Maccabi City. Ya, imekuwa ni free kick nyingine kuelekea kwenye lango la Maccabi City. Faida kwao Espoir ya pili. Umekuwa ni mpira ambao haujaleta madhara au haujaleta faida yote, lakini alikuwa na lengo nzuri kuelekea kwenye lango. Sababu nyingine upande wa